fadhili zake Jehova katika maisha yetu. Kwa hakika Mungu amekuwa wa upendo, Mungu amekuwa wa baraka, Mungu amekutupenda na Mungu amekupenda popote ulipo. Kwa wakilisaji wangu, wale ambao wanatutazama kwenye runinga popote mulipo, ninaomba mkanisalamie katika jina la Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, tena ni upendo katika maisha yetu, na huyu Mungu amejaa sana na neema juu ya maisha yetu. Today is the first Sunday in the month of July, ambapo watu wengi sana wametamani wakapate kufika siku ya leo, lakini hawajapata kibali ya kuona siku ya leo. Sio kwa sababu ni wabaya, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu uliko kwako pamoja na mimi, ndio maana yake tumeona siku ya leo. Tunashukuru Mungu na inafaa tukampe Mungu sifa na utukufu sana. Hata tangu ili janga la corona ianze katika taifa letu, nao tunaweza tukahesabu ni good 4 months katika taifa la Kenya. Lakini kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu Mungu amejidhihirisha kwetu na akaonyesha ya kwamba yeye ni Mungu katika maisha yetu. Asubuhi ya leo mimi na ambao nanena nanyi naitwa Pastor Morris Jora, na ninatoka katika kanisa la Maximum Miracle Center Kisumu City. Tunapatikana na kanisa pale Ubunga. Tunaomba Mungu sana kwa neema ya Mungu, kama president anaweza kutangaza by tomorrow watu warudi kwa kama kanisa. Nachukua hii nafasi, I take this opportunity to welcome you in our church, na utabarikiwa na utaona mkono wa Bwana, utaona uwezo wa Mungu katika maisha yako. So kwa hivyo popote ulipo, kama uko pamoja nasi kwenye mtandao, nimekuja asubuhi ya leo kwa sababu ya neno lake Jehova. Na kabla sijaleta hili neno, ninaomba tukapate kuomba pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru, ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu Jehova, kwa sababu Jehova umekuwa wa baraka, umekuwa na wa upendo Jehova. Ninakushukuru kwa Sunday ya kwanza, Jumapili ya kwanza kwa mwezi wa 7 Jehova, ambao watu wengi wametamani kuwaona, lakini Mungu kwetu Jehova umetuwezesha tukayaona. Hata kama tumekuwa na changamoto mingi, lakini Jehova bado wewe ni tumaini la maisha yetu. Wewe bado ni Mungu katika maisha yetu. Pokea sifa na utukufu Jehova, ukatusamee makosa yetu. Baba, futa majina yetu katika kitabu cha mauti, ukaziandike katika kitabu cha uzima. Pokea sifa na utukufu Jehova asubuhi ya leo. Tunapoanza hii ibada Jehova, ninaomba ukajidhihirishe kwetu na ukajiunge pamoja nasi. Asante sana Jehova, kwa maana wewe ni Mungu anayetenda mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Ninamshukuru Mungu sana, mpendwa mkilisaji wangu popote ulipo. Kama unatuona, unatazama, ninataka baada yetu kwa neema ya Mungu, ninajua ya kwamba neno ambalo Mungu ametia ndani ya maishani mwangu itakuwa ni ya baraka katika maisha yako unapopokea ili neno lake Jehova Mungu. Asubuhi ya leo kuna ujumbe ambao Mungu ametia ndani ya maishani mwangu kwa tarehe 5 mwezi wa 7. Is the first week of the month, ambapo tunasherehekea na tunasema ni kwa uwezo wa Bwana. Is a new month in our life, na inanipea sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu Jehova Mungu kwa hakika nimemwona mkono wake. Tangu tuwachane on last week on Sunday, wakati nilikuwa ninaongea kuhusu kumheshimu Jehova Mungu, na niliongea kwa upana sana, but today I want to talk about repentance, forgiveness, kwa sababu Mungu ndiye anatusamea makosa yetu. Mungu peke yake ndiye anatusamea makosa wetu. Wanadamu wanaweza wakakusikilia maneno, rafiki yako anaweza akakusikia maneno, mama yako anaweza akakusikia maneno, mtoto wako anaweza akakusikia maneno, lakini mbele zake Jehova Mungu hana nafasi ya kumwekelea mtu maneno ama kusika neno lake. Bora tu uende mbele zake Bwana na kutubu, utaona baraka zake Mungu, na Mungu huyo atakuwezesha, na Mungu huyo atakusamea kwa makosa yako yote. Kwa hivyo leo I want to talk about forgiveness, ambapo tunapata tu kutoka kwa Jehova Mungu msamaha wa dhambi ambao inatoka kwa Mungu. Mungu peke yake ndiye anatusamea. Mungu peke yake ndiye anaweza kufuta makosa yetu. In the book of Psalms 103 verse 3 inasema ya kwamba Mungu ndiye anatusamea makosa. Sio mwanadamu mwingine, sio mtu yoyote anaweza akakusamea makosa, lakini Jehova Mungu peke yake ndiye atakaye
atakayetusamea makosa yetu. Na leo niko na mafundisho. I want to teach this word. Ninataka nikafundishe ili neno ili kila mmoja akapate kuelewa, apate kuelewa Mungu atatusamea makosa yetu kwa jinsi gani. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wengine wameona ya kwamba wanapoenda kwa kanisa sana, hata kama wamebeba watu kwa roho yao, wamesamewa makosa. Wengine wanaona ya kwamba wanapotenda mwema lakini wanabeba wengine kwa maisha yao, wamesamewa makosa. But kuna vile ambapo nataka ukapate kunielewa. Unapojiunga pamoja nasi kwenye mtandao, ninakuomba ukakae mahali pale na ukasike hili neno na ukafuate ili mafundisho. Na ninashukuru Mungu sana kwa friends yetu za Maximum Miracle Center Kisumu, wale ambao wanafuata mafundisho yetu. Ninaomba popote mulipo mukapate kusimama imara katika neno la Bwana. Popote mlipo, ninawaombea sana mukazidi kufuata hii mafundisho. Ninajua maisha yenu Mungu ataibadilisha. Hamutabaki jinsi mlivyo mnapofuata hii mafundisho. Na hii mafundisho ni ya baraka sana. Hata leo tuko katika I'm on the 5th day of prayer and fasting. Leo ni siku yangu ya 5 ya kuomba na kufunga. Kwa hivyo kila neno ambalo ninasimama nayo, kila neno ambalo ninaleta kwenye mtandao, ni neno ambalo nimeomba Mungu sana, na Mungu akanipa ufunuo, na Mungu akaniongoza, nenda ukafundishe ili neno langu itakuwa ni ya baraka ya kutransform maisha ya watoto wangu, maisha ya watu wangu. Kwa hivyo nataka tukasome Biblia, kwa sababu mimi nimependa sana kusoma. Nimependa sana kusoma neno kwa sababu maandiko inasema nguvu za Bwana iko katika neno ambalo tunalisoma. Read with me in the book of, katika kitabu cha Methali 17 aya kidogo 19. Kitabu cha Methali na 17 verse 19. Nimesema nataka kuongea kuhusu forgiveness, msamaha wa dhambi, na ambao tumepata ya kwamba Mungu peke yake ndiye anaweza kutusamea makosa yetu. Biblia ya Bwana inasema hivi: apendaye ugomvi upenda dhambi, aonaye ainue sana mlango wake atafuta uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Solomon, ambapo nimesoma neno lake, anasema hivi: apendaye ugomvi hupenda dhambi. Mtu yoyote ambao amependa kugombana na majirani wake, na wandugu zake, workmates wake, wa colleagues wake wenye wanasoma nayo, students wenzake, Biblia ya Bwana inasema apendaye ugomvi hupenda dhambi. Inamaanisha huyu mtu hata kama anaenda kuanguka kaje kwenye dhambi, hajali, kwa sababu ya hasira iliyoko ndani yake. Hasira inaweza fanya mtu afanye maovu mbele zake Jehova Mungu, kwa sababu ya hasira iliyoko ndani yake. Sasa Solomon wakati aliketi, huyu Solomon aliuliza tu Mungu, Mungu, ninaomba hekima kutoka kwako. Alikuwa msomi, lakini aliona bila hekima ya Mungu hatakuwa mtu. Akarudi kwa mawazo, akaandika hii Biblia. Akasema apendaye ugomvi upenda dhambi. Hata kwa nyumba, mahali mwanamke amependa ugomvi sana na watoto wake, ama mwanaume amependa ugomvi sana na mke wake, ama mwanamke amependa ugomvi sana na mume wake, ama huyu mwanaume amependa ugomvi sana hata na wanawe, hiyo nyumba haitakuwa na amani. Itakuwa na kilele, mambo ya dhambi itatokelezea, kwa sababu kila moja atakuwa na muogopo mwenzake. Hakuna mtu ambaye ako na tabu anaweza kumapproach nayo mtu, kwa sababu hajui respond ya huyu mtu, kwa sababu ya tabia yake. Ni mtu ambaye amependa kelele. Haleluya. Sasa hiyo kelele inaweza kufanya hata watoto
wanaweza kuwaogopa, sio kuwaheshimu, kuwaogopa mpaka hata kama wanafinyiliwa hawawezi wakakimbilia kwa mama, hawawezi wakakimbilia kwa wazazi, hawawezi wakaenda kwa wazazi wao, kwa sababu wanapoona mama na baba wakisemesana, wakiongea, wanaona ugomvi tupu. Sasa nyumba kama hiyo kuna dhambi ndani yake. Mtu anaweza toka na afanye tu dhambi kwa sababu akiwa na mzigo mzito ajui pali pa kuenda. Inafanya napata ufunuo. Hata iko wakati ya COVID-19 nimeona kwenye mtandao wasichana teenagers wanapata mimba sana. Kwa njia moja ama nyingine hawajui mahali pa kuenda wakati wamefinywa, wakati wako na changamoto. Wanapotazama mama amejaa na ugomvi, wanapotazama baba amejaa na ugomvi. Na Solomon amesema, apendaye ugomvi upenda dhambi, aonaye sana mlango wake utafuta uharibifu. Hata mlango yake, hata nyumba yake itaharibika kwa sababu huyo mtu amependa ugomvi. Mtoto wakati ameona mama na baba wakigombana kila wakati, hakuna siku yenye ameona wazazi wakikaa wakidiscuss mambo ya nyumba. Kila wakati akiwaona ni kupigana. Hata watoto wanakuwa na uoga. Mtadhani wamewasimu, lakini wamewaogopa, hawawezi wakawafikia. You are not friends to your children. Hata watoto pia wanapolelewa, wanalelewa katika hiyo njia ya ugomvi, wanagombana kila wakati. Ndio maana Mungu akanisungumusia, akaniambia enda ukaeleze ili neno msamaha wa dhambi. Hata kama tumegombana na watu, kuna wakati ambao inafika ambapo inafaa urudi kwa mawazo na useme mahali penye nimefika, vile nilikosana na ndugu yangu, vile nilikosana na mke wangu, vile nilikosana na bwana yangu, inafaa niende mbele zake. Hata kama watoto wanaona, omba msamaha. Haleluya. Na akikusamea, hata Mungu juu atakuwa amekusamea. Na wakati watoto wameona hata mama na baba wanaweza kosana, lakini baadaye wanaombeana msamaha, hata hao watoto wanalelewa katika hiyo hali. Haleluya. Ili wakapate kupata baraka zake Jehova Mungu. In the book of katika kitabu hiyo ya Methali 17 hiyo mstari wake wa 9 inasema hivi: afunikae kosa utafuta kupendwa, bali yeye akasifanye neno utenga urafiki. Haleluya. Biblia imani inasema afunikae kosa utafuta kupendwa. Kuna mtu ambao anaweza jua hii ni makosa, na kwa sababu kuna kitu yenye unatafuta kwa mtu, unamwogopa kumweleza makosa yake. Unataka upendeze kila mtu, mpaka hata ukiona mtu anaenda kuanguka, uwezi ukamshauri, uwezi ukamuongeleza. Kwa sababu nini? Kwa sababu ya kuna kitu ambao unataka kwake. Biblia ya Bwana inasema anayeficha dhambi anatafuta kupendwa na watu wengine. Glory be to Jesus. Yeyote ambaye anatafuta dhambi anaficha dhambi zake. Yeyote ambaye anaona pasta huyu ametenda hii makosa, badala ya kukuja kwa pasta na kumweleza, Pastor Morris, ulifanya dhambi kama hiki, tunaomba tuombe Mungu kuhusu hili maneno, unaenda kuitangaza, unaficha. Na ukikuja kwa Morris, you are a good pretender. Unajifanya sana unanipenda ili nikupende. Haleluya. Shirikitoka kwa pastor, hata kwa dada yako, hata kwa mama yako, hata kwa workmates wako, hata mkubwa wako. Glory be to Jesus. Kuna wakati ambao nilipata msichana mmoja katika mji wa Kisumu, ninamjua kabisa. Ameniambia, pastor, nilipeleka barua zangu za application kwa ofisi fulani, na huyu mkubwa akaniambia lazima nifanye na mambo ya userati ndio nipate kazi. Akamwambia kama ni kazi kae, akakuwa wazi. Hakutaka kupendwa kwa sababu ajui baada ya kulala yeye atapewa hiyo kazi, atakaa kwa hiyo kazi kwa muda gani. Haleluya. Wakati unataka upendwe kwa sababu ya kitu ambalo umeona ni mbaya na hujafunuliwa nje, hiyo makosa itakuja kwa juu yako, kwa sababu neno la Mungu inasema yoyote ambaye anatafuta kupendwa anaficha makosa, anaficha dhambi, anaficha utu wake. Kuna bishop wetu mmoja, rafiki yangu,
Aliniambia kitambo, haleluya. Akaniambia, Morris, unajua ni nini? Wasichana wote ambao wanakuja kuoleka ni wazuri, lakini wamama wote wamemea pembe. Kwa sababu gani? Wametoa uto wao. I pray with you this morning. Ninakuomba hata kama umepata mchumba wako leo, usifiche tabia yako mwingine ambayo atakuja kujua baadaye. Jionyeshe na tabia yako jinsi ulivyo, ili huyu mtu apate kukuelewa. Glory be to Jesus. Usifiche tabia yako kwa sababu ya kile ambacho unataka, ili upate. Be open. Kuwa uhuru kabisa. Usifiche kwa sababu unataka kupendwa. Ninakumbuka mimi in our family, mama yangu yetu alituzaa watoto 11. But in our family I'm a firstborn. Hallelujah. But ninaona kuna watoto wengine wakati wamekubali kuficha makosa ili wakapendeze mbele ya mama yangu. Alikuwa mkali sana, baba yangu alikuwa mkali kuliko. But ninaona dada yangu kwa ananifuata, alipenda kuficha makosa yake ili apate kupendezwa. Lakini mimi pia saa zingine ningeweza kuficha kwa sababu nilikuwa mtoto. But when I came to born again, wakati nilikuja nikaokoka, nikapata neno la Bwana, na neno la Bwana akaniambia, usifiche tabia yako, wacha ujulikane jinsi ulivyo. Kama wewe ni mwishi, wacha watu wajue wewe ni mwishi. Lakini ukipata transformation ambayo neno la Mungu amekubadilisha, wacha watu wakujue wewe ulikuwa mwishi, lakini sasa umeokoka, wewe sio mwishi. But usifiche tabia yako ili ukapate kupendwa na watu wengine. Mtu ambaye anaficha tabia ana masengenyo, na yeye ndio msengenyi namba moja. Haleluya. Kwa sababu akipata neno kwangu, atakimbilia kwa mtu aseme, hey, wacha nikwambie, mimi sikuongea hata kitu kimoja, lakini nilikuta dada fulani na ndugu fulani wakiongea juu yako, mimi sikukomenti. Na anasema hapo comment na alikuwa hapo. Si automatically aliyokubali, anaficha hiyo yake ili akapate kupendwa mbele yako. Ndio maana Mungu anasema yoyote ambaye anaficha dhambi zake anatafuta kupendwa na watu wa duniani. Lakini yoyote ambaye anamjua Bwana, anamtumaini Jehova, anasema, Mungu, hata kama nitakuwa mbaya machoni pa wanadamu, lakini mbele za Jehova Mungu nitakuwa mwaminifu. Kwa sababu mwanadamu ambao unaficha mambo yako ya siri kwa mbele yako hajakujua, lakini Mungu aliye juu mbinguni anajua hata kile ambacho unaficha. Glory be to Jesus. Hallelujah. Ninampendezwa sana na hili neno. Hili neno imenigusa sana, imenibariki. Na Mungu akanisongomosha nikapata kufundisha hili neno, ili kila mmoja akapate kuelewa. Wakati unaficha mambo zako mbaya, wakati unaficha mambo ya mtu mbaya, hata kama wewe ni mtoto, unaona mwenzenu mlitoka naye ameitwa na kijana mwingine kando, unaporudi kwa nyumba unaficha hiyo. Hebu enda kwa mama yake, kama wewe akasema, enda ukaseme, na usijifanye kukuwa mzuri kwake, na kesho atapata mimba na lawama itakuwa juu yako kwa sababu ulikuwa pamoja na yeye. Mungu aliye juu, hata kama umeficha hapo, Mungu anakuona. Glory be to Jesus. Kwa hivyo ninakuomba, ninakuuliza, usifiche uto wako, wacha ukajulikane jinsi ulivyo, na Mungu apate kubadilisha mwenendo wako mpaka watu waseme ya kwamba huyu mtu alikuwa mtu mbaya, lakini leo amebadilika. Kwa sababu gani? Neno la Mungu ulipokea. But kubia pretender, una pretend mpaka hata kitu ambao unaona haiwezekani. You are a good pretender. Glory be to Jesus. Mungu hataki hiyo. Afadhali mtu ambaye anasema ukweli kuliko mtu ambaye anajifanya ameokoka na anatembea na wao wokovu, na ni kama chui ambaye amevaa ngozi la kondoo, anawekwa na makondoo na anakula hizo makondoo usiku. Ni mbaya kuliko mtu ambaye anajulikana na tabia yake. That is why in the book of Revelation nasema, kama wewe ni baridi kwa baridi, kama wewe ni moto kwa moto, but usikwe kifugufugu ambapo hata wewe mwenyewe ujielewi wewe ni mtu aina gani. Glory be to Jesus. Kwa sababu ya kile ambacho unataka kutoka kwangu. Hallelujah. Mungu amenituma leo nikafundishe hili neno kwa njia ambayo ninaifundisha nayo. Hili mtoto, just be transparent before your parents. Hebu waeleze tu wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna wamama wengine, kuna familia zingine ambapo hawajaelewa watoto wao, kwa sababu watoto wameficha siri zao, watoto wameficha tabia zao. Wakati wako katika nyumba ni waaminifu sana. Ninakumbuka one of the professors, when I'm going to preach in Nairobi in same called Joska, nikakuta mse mmoja kwa kanisa.
Baada ya mahubiri yangu, ninapohubiri neno lake Jehova, nikasema tunapopokea neno la Mungu, Mungu atabadilisha mwenendo wetu. Akaniambia sura. Kaniambia mimi unaponiona ama profesa, but alikuwa katika hiyo kanisa ambayo nilialikwa niende nikahubiri. Glory be to Jesus. Kuna kijana yangu mkubwa ambao neno ambao umefundisha imegusa nafsi yangu sana. Nikamuuliza kwa nini? Huyo kijana alikuwa in university, but alikuwa good pretender. Akiwa kwa nyumba, yeye ni mzuri, akitumwa kwa duka, awezi akachukua awezi akachukua 5 minutes kabla ya kurudi. Anaenda na kurudi na anakaa. Kumbe alificha mambo zake, alificha siri zake. Walimu kwa shule wakatupigia, huyo mtoto wenu ni mjambazi, anatafutwa. Tukapousa, tukasema haiwezekani. Glory be to Jesus. Kwa sababu alitaka apendezwe na watu, akaficha tabia yake. Haleluya. Wakati ilifika ambapo huyo kijana alipatikana, wakitoka kwa shule wakaenda kufanya wizi, wakasikwa with mob. Sasa mob wangetaka kuwaua mtoto, wenzake wakatoroka, yeye akabaki, akafungiwa tena. Wakati aliulizwa jina la mama yake na baba yake, kwa sababu ya baba yake alikuwa mtu ambaye amejulikana, mama yake pia alikuwa anafanya in government, watu wakamjua wazazi wake. Akaambiwa pigia mama, tunampigia mama, leta namba yake. Akatewa namba, akapiga, alafu akaambiwa na mob, mwambie mama yako leo umepatikana na mambo ya uwizi, uko kwa mkono ya mob justice, wanataka kukuua. Sema hivyo. Akasema mama, mimi nimekuwa mwizi kwa siku mingi. Dakika ya mwisho ndio sasa anafunua siri yake. Amesema mama, mimi nimekuwa mwizi kwa siku mingi, lakini kwa bahati mbaya leo siku yangu imefika, ninaolewa mama. Mama akamuuliza mko wapi? Akasema sehemu panye walikuwa. Mama akachukua mapolisi, akapiga simu kwa sababu kuna connection. Wakati mama alifika pale, tayari imewashwa moto. Mtoto akasikia sauti ya mama, akasema mama, nimekufa leo. Haleluya. Mama wakati alisikia hivyo, akalia, akauliza kumbe ulikuwa mwizi? Na mara nyingi alikuwa anaambiwa kwa sababu ya pretend. Alikuwa na pretend mpaka mama hawezi akajua tabia ya mtoto wake. Kama mama angejua, angesauriwa, angepatikana katika hiyo. That is why ninasema hivi. Solomon akasema afunikae kosa atafuta kupendwa. Glory be to Jesus. Ukitafuta kupendwa, utaficha kosa. Uta pretend before your pastor. You will pretend before your brothers. You will pretend before your sisters. But what about God? Mungu anakujua. Mama ifanya nayo hiyo. Mama ambayo unaificha, unatafuta kupendwa hapa duniani, lakini kule mbinguni je, itakuwa na mina gani? Ndio maana Mungu akanituma na ile jumbe nikafundishe. Juu hata saa hii leo watoto wanapata mimba sana katika taifa la Kenya. Kuna mahali msingi yameharibika. Kuna mahali hata taifa letu, kwa sababu mara ngapi kanisa watoto wamefunga shule na wamekaa nyumbani. In third month watoto wanafunga mwezi wa 11 mpaka Januari tarehe 2-3 ndio wao wanafungua. Hatujatokelezea mambo kama hii ambayo imetokelezea katika taifa la Kenya, ambapo watoto almost 4,000 students wamepata mimba. Kwa sababu gani? Kanisa hizo nyumba ambapo mnasema nyumba ya maombi zimefungwa. So wakati tulikuwa na uhuru ya kwenda kwa kanisa, tunakuwa na conferences, tunakuwa na youth conferences, tunaita hao watoto, tunawafundisha kwa neno la Mungu, tunawawekelea msingi bora. Lakini saa hii wakati government walikasa mkaso sana juu ya kanisa, wakasema la, haitafunguliwa. Angalia madhara ambayo imetoka in the all country, in our nation. Ninaongea juu ya Kenya. Watoto wangapi wamepata mimba? Sasa hizi lawamu imekuja juu ya ndugu ambao wamewapa mimba. Watu hawajakumbuka hata kuna sehemu ambapo imeenda vibaya kufunga kanisa. Church is play a big role in the nation. Baba anaweza kuwa na watoto kwa nyumba yao mpaka wafanye maombi vile mlitangaza tuombe kwa nyumba yetu. What about huyu mtoto akitoka nje? Wakati uko na ushirika ya watu wengi, akitoka nje atakuwa na washirika wenzake. Neno ambalo watajadiliana ni neno la Mungu, sio neno la kufanya ngono. Glory be to Jesus. Mpaka hata kijana ambao angemapproach mtoto mwingine angekuwa na uoga juu ya huyo mtoto, anaona huyu ameokoka na mimi nimeokoka, nikiambia hivi atanichukulia na mina gani? But hata government, hata nyinyi mliteleza kidogo. Hii kanisa ilikuwa for that long.
tungepata nafasi ya kuregeza hawa watu ili warudi wakafundishwe. Juu ninakaa na mtoto na ameficha mambo yake, hata hataki nijue ako na boyfriend. But ninashukuru Mungu sana, kuna watoto wengine ambapo mtu akimapproach anamwambia mama yake, mama, unajua nilikuwa nikitembea kuna kijana aliniita. Hataki kukua pretender, anataka mama akapate kumwelewa yeye ni nani. Glory be to Jesus. But hii makosa imekuja juu ya kanisa, hiyo nyumba ya maombi ambayo imefungwa. I know I'm the church, but tazama kitu ambayo imetokelezea. Hata kama taifa ambayo hawajajua, but nataka kusema chance ya watoto kusika mimba ni hii njia ya kufunga kanisa. Glory be to Jesus. Kwa sababu sasa mwanya imepatikana kwa watoto, wakitembea hivi wanakuona watu. Ndio maana Solomon akakaa chini akasema, haleluya, afunikae kosa utafuta kupendwa. Haleluya. Afichae kosa anatafuta kupendwa na watu. Anatafuta akiona watoto wenzake wanaenda outreach. Nilisikia Noma Bay kuna watoto almost 35, wasichana 15, wanaume 20 wamepatikana hata na condoms in the house. Haleluya. Kwa sababu gani? Wamekosa mahali penye wanaweza kupata neno lake Jehova. Sasa wakati wameshirikiana, wakati ambao wanaweza wakaona ni mambo ya ngono ya usherati ndio wanaona. Noma Bay imetendeka. Watoto 35 wamepatikana, 20 boys and 20 girls. Age ya 13 years to 17. Ambapo kitasema kutafiti watu wa class 8 to form 4 ndio wamepatikana hapo. Wakifanya nini? Wamepatikana na used condom, wamepatikana na vitu ambavyo haieleweki. So in the government of Kenya, hata nasi pia viongozi, kuna sehemu msingi iliharibika. Inafaa tukarekebishe, inafaa tukamrudie Bwana, inafaa tukafungue hizo nyumba za maombi, watu wakwenda conference na vijana, tukawafundisha hata kama mambo ni ngumu. Tuko na COVID-19, lakini tuweke tumaini kwa Jehova Mungu, kwa sababu mambo yote ambayo tunaficha, haleluya, even this COVID-19, kama kuna mambo taifa la Kenya inaificha ndani yake, now let me tell you, before the Lord hakuna kitu kinafichika. Haleluya. Mungu anatujua na jinsi tulivyo na vile tuko. Ndio maana Mungu anasema yoyote anayeficha dhambi, haleluya, kwa sababu ya kupendwa na watu, huyo mtu amelaniwa. Huyo mtu hana tumaini. Haleluya. Wacha tusome katika kitabu cha Matthew chapter number 18. In the book of Matthew chapter number 18. Chapter number 18 verse 15 and 16. Inasema hivi: na ndugu yako akikukosea, nenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umepata nduguyo. Haleluya. Yesu Kristo anapofundisha akasema, kama kuna kosa, tuache kuficha kosa kwa sababu ya kitu ambacho tunataka. Kama kuna makosa imetokelezea kati yangu na wewe, nikuje kwako, na nikisa kuja tukasemesane. Kama utanielewa, hata nami pia nipate kukuelewa. Biblia ya Bwana imesema, kwa hakika nimepata ndugu yangu. Glory be to Jesus. Ndugu ambao wakati uko na changamoto unaweza enda kwake na mkiongea hiyo neno inafika hapo. Haleluya. Na kuna wandugu wengine ni wazuri sana. Ni wazuri sana kuongea. Na ukiongea naye kwa jambo ambalo linakukwasika, kesho utasikia mahali pengine. Kesho utasikia mahali pengine. But Biblia ya Bwana inasema, kwa sauti wa Yesu Kristo anapofundisha wanafunzi wake, ukiwa na jambo lolote kati yako na ndugu wako, mtu amekupea bad approach, haleluya, mtu akikukosea, nenda kwa huyo mtu, mkakaa pamoja na yeye chini, mkasemesane. Lakini kama hatakusikiliza, kama hatakusikia, haleluya, Biblia ya Bwana imesema, umepata ndugu kamwili, yule ambaye atakuinua, yule ambaye atasaidia roho yako, yule ambaye atakayesimama pamoja na wewe, kwa sababu Jehova Mungu ni mwaminifu. Hakuna kitu ambao ni asiri machoni pa Jehova. Bora tu mkiwa na jambo mkasungumuse. 16 nasema hivi: la kama asikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja, uwe wawili, ili kwa vinywa vya masaidi wawili uwa watatu
kila neno lidhibitike. Haleluya. Biblia Bwana ikasema ukienda kwake na akose kusikiliza, kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu. Unaweza enda kumwomba mtu msamaha akuwe juu kukuliko. Pengine wewe ndio ulikosewa. Pengine wewe ambao ulikosewa umeenda kuomba yule ambaye alikukosea msamaha. Unakuta yule ambaye alikukosea iko juu. Inafanyika. Mtu anaweza kukukosea bila kujua, mpaka unaenda kumwomba msamaha na yeye alikukosea atakuwa juu kukuliko. Biblia Bwana inasema chukua mtu mmoja ili mkwe wasaidi wawili mnapoenda kwake, ili hilo neno iwe na nguvu na iwe na wasaidi wawili. Ulienda kukumwomba msamaha na akakataa. Haleluya. Na mkaongea watatu na wasaidi, na mkisema sana kama haitafika kwa kiwango, wacha nigusie hapo kidogo. Shetani pia ni muongo. Kwa hii wiki ya maombi tulikuwa na prayer and fasting for 10 days. Nimesema leo ni siku yangu ya 5 ninapomtafuta uso wa Bwana. Sawa sawa, in the book of Matthew chapter number 6 verse 33. Biblia ya Bwana inasema tafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Tafuteni ufalme wa Mungu na wema wake, na hayo yote mutasidisiwa. Hayo yote ambayo mnatafuta mtapewa. Sasa nimeamua kumtafuta uso wa Bwana. Ninataka nikatembee na Mungu. Na wakati ambao nimededicate kwa Mungu, ndio nikakuta changamoto kwa watu wawili. Mmoja ni mshirika wetu. Tulikuwa naye hapo na akatoroka akaenda mahali pengine ambao sitasema. Nimekuwa nikiwa encourage with the word of God na neno lake Mungu. Wakati alipokuwa kitu ambacho alinijibu opposite sana na neno nilimtumia. Haleluya. Na sijamjibu. Kaniambia, pastor, mimi sijui kubembelezana na mtu. Kama ningekuwa nikihubiri, kumbe kuhubiri pia watu wanang'ang'ania kwa madhabahu. Singetaka kwa hiyo kanisa, but sasa mimi nakuacha endelea na watu wako. Nikasema hii ni Shetani. Kuna mwingine pia ambao nimesaidiana naye sana, ambapo nimesema naye kwa njia yote. Aliniomba nimsaidie. Na kwa sababu mimi pia niko na mambo ya kufanya, siwezi nikakuwa standby, kwa sababu nilisema ninakusaidia. Na sasa mwenye tulielewana pia ikapita with 3 hours ndiye ananipigia simu, nikamwambia mbisi, I can't make it now, but wacha nikimaliza nitakukall. Kwa bahati mbaya, bahati nzuri, mwanadamu wasahau, nikasahau. Kufika siku akatuma ujumbe ya matusi. Hallelujah. Nikasema this is the devil. But nilikasirika. Mpaka nikasema niende kwa polisi. Juu messages ilikuwa kwa simu yangu. Nikasema no, I can't do this. Nikasema no, I will consult na wadada zake na wandugu zake ili tukapate kuelewana. Hallelujah. Na ninamshukuru Mungu. Wakati mpiga dada yao mkubwa akaniongeleza, akaniambia, pastor, I want you to know you are a pastor. Na kitu ambacho inatendeka kwako, ninataka ujue ya kwamba huyu mtu ambaye imekufanyia hiyo hajaokoka. Sasa hiyo usijali, achana na yeye. Roho yangu ikatulia. Nikarudi. Biblia ya Bwana inasema wakati uko na jambo imenusuia kuongea na dada yake, anapompigia simu akakuwa juu kumliko dada yake, akamwambia dada yake, no, kama ni pastor mbona amenidanganya? Sasa ananikanyaga kwa sababu ama pastor. No. Wewe enda kwa mtu vibaya kwa sababu ameokoka. Dada yake akampigia dada yake mdogo, akampigia ndugu wao, wakazungumza. No. Sasa hao watu napopata response kutoka kwa, akasema wote wakaniambia ako high, ako very juu. Na wakaniambia ako na stress nyingine ambayo anapitia. Sasa kile nilisema wacha ninamuombea. Sasa mpaka leo ninamuombea. Glory be to Jesus. Kwa sababu Biblia inasema tuombee maadui zetu, tuwatamkie mambo mazuri, tusikue maadui pamoja nao. Ninasema hivyo kwa nini? Ninasema hivyo kwa sababu Biblia inasema wakati uko na jambo kati yako na mtu, naenda. Ikisindikana wawili, tafuta watatu, mkwe na wasaidizi. Ikisindikana, verse 17 nasema nini? Verse 17 nasema hivi, na asipowasikiliza wao liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoa Sauli. Biblia ya Bwana inasema
Haki neno la Mungu, kumbe Biblia imebeba kila kitu. Kama huyo mtu hatasikiliza hao wasaidizi wawili ama watatu ambao umekuwa nao mbele yake, mkaite kanisa. Na je, niko na swali. Kama sio mshirika wenu, je? Kama si mtu ambao mnaomba na yeye, what can you do? Neno hilo imekupata na mtu sio mshirika wako, umeleta wasaidizi wawili, sio mshirika wako, what you do? Ninakuambia dawa. Kwa sababu neno ambalo ninazungumzia, ninajua imesika watu wengi. Kuna mtu aliyekukosea, hata pengine umetoroka boma kwa sababu ya makosa ya baba yako. Unaona baba alikukosea, but sasa zingine ukikaa chini unasema kwa hakika baba alikuwa ananifundisha. But kwa sababu ya evil mind, uwezi ukarudi chini, uwezi ukanyenyekea na urudi back uombe msamaha. Haleluya. Watu wengine wamesika hasira. Mnadhani kwa nini hata na wasingine hawajasimama imara? Your first boyfriend, mlikosana na yeye kwa njia mbaya sana ambao wewe haukuomba msamaha. Lakini leo wakati umeoleka, yule jamaa bado anakulilia. Alikuja kwa kuomba msamaha ukakataa. Biblia bado imesema mtu huyo tutamwachia mataifa. Na wakati taifa inamfundisha mtu, inakuwa mbaya sana. Inakupasa ukasikilize. Nyenyekea tu. Kufujika si hasara. Kurudi tu chini na kusema nimekosa, unisamehe. Kwa sababu nataka ukumbuke kitu kimoja. Yule ambao tunamwabudu ni Yehova Mungu. Na Mungu anatujua na mambo yetu yote ya siri. Yale ambao ninasema hata kanisa ninaenda tu, lakini kuna kitu nikikumbuka sina amani hata kidogo. Kuna mtu nikimuona sina amani hata kidogo. Macho ya mchungaji, macho ya washarika, una pretend. Hallelujah. What about before the Lord? What about mbele za Jehova? Mungu ambaye anakujua kabla wewe kusaliwa. Aliambia Yeremia, kabla wewe kusaliwa nilikujua na kupanga kwa kazi ambayo utakayofanya. Huyo Mungu anatujua. Mungu anakujua sana. Hata kama una pretend na unasema umeokoka na katika maisha yako kuna jambo ambalo ukikumbuka huna amani hata kama wewe ukaomba. Ndio maana Mungu amenituma kwenye mtandao asubuhi ya leo nikukumbushe hili jambo. Kama kuna mambo ambayo ukikumbuka inakunyang'anya amani, tafuta huyo mtu na ukasolve that problem. Utakuwa na amani. Utaomba Mungu na maombi yako Jehova Mungu atapokea katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Glory be to Jesus. Kuomba msamaha sio ujinga. Jifanye tu mjinga. Haitaharibu urembo wako, haitaharibu ujana wako, haitaharibu wewe hautaitwa sasa wewe ni mama Tieno, hautafanya wewe sasa wewe sio baba Tieno, bado utaitwa baba Tieno, but kunyenyekea ni bora. Kuomba msamaha. Glory be to Jesus. Lakini Jehova Mungu, hata kama tunaficha mambo mengine ya siri ambayo tunasema hii ni yangu, haleluya, hakuna mtu ambaye ninataka apate kujua, but before the Lord Mungu anajua hilo siri. Na umekuja kwa kanisa as a pretender ya kuconfuse watu. Glory be to Jesus. Mungu amesema mtu huyo ambapo hawezi akasikiliza mafundisho ya watu wengine, mafundisho ya wazazi wake, mafundisho ya wandugu zake, mafundisho ya kanisa lake, hata mchungaji wake aongee na yeye, hatabadilika. Huyo mtu tunamwachia dunia. Na tukimwacha kufika mkono wa dunia, unaenda kwa mkono wa serikali. Utakula risasi, mambo mabaya itatendeka kwako. Haleluya. Yesu alifundisha akasema, mtu akikukosea ukamsamehe mara 7, mara 70 na mara 700. Glory be to Jesus. Ukiomba tu msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana leo asubuhi ya leo ninapohubiri, ninajua nimekosea watu, but wakati nilikuwa naomba nikasema, Jehova, kama kuna mtu nimemkosea, ninaomba ukanisamehe. Hata naye popote alipo Baba akanisamehe. Hata kama anaona nilifanya maovu sana machoni pake, Baba, mbele yako nimeomba msamaha. Na nikatafuta sana ni nani huyo nimuombe msamaha. Ninakumbuka last week wakati nilikuwa naingia kwa prayer and fasting, nilitafuta watu wote ambao niliwakosea. Nikawapigia simu nikawaambia, tafadhali nilikukosea, naomba ukanisamehe. I thank God because hao wenzangu wakasema, Pastor, tumekusamea. Hallelujah. I wish today naponena juu ya msamaha, unaweza kutafuta ni wapi ulikosa, nani ulienda kinyuma yake, ambapo
Mungu alikuja kwako hata kuomba msamaha na hujakubali kukumsamea. Glory be to Jesus. Kama baba yetu aliye juu mbinguni ndiye anaweza akatusamea makosa yetu, sasa who are you? You can't forgive. You can't forgive. Unaweza sema I will forgive you, but I will never forget it. Oh, hallelujah. What about God? Jehova anakusamea na anasahau. Hata wewe nakuaje asubuhi ya leo, ninakukumbusha tu, ninakuhimiza tu, ukimsamea moto ukasahau hilo neno. Kwa sababu in verse 17, verse 15, ninataka nikurudishe nyuma kidogo. Verse 15 nasema hivi: na ndugu yako akikukosea, nenda ukamuone wewe na yeye peke yenu. Akikusikia umepata nduguyo. Haleluya. Kama huyo mtu atakusikia, mtu ambao nilikosana na yeye, kama leo tunaweza tembea pamoja, tukisikana mikono, tukisema tulikosana, lakini tusahau iliyopita, tufocus ahead na tusonge mbele. Glory be to Jesus. Itakuwa ni bora sana wakati mnasamsameana na mnasahau. Kuna wasichana wengi nimekuwa wanasema ninaweza nikakuforgive, but I can't forget. Why? You can't forget. What about Jehovah Lord? Alikusamea na kuna siku nilisema hata sahau hiyo maneno. Mungu akikusamea anasahau yote. Wewe pia ninakuhimiza asubuhi ya leo, samia mtu na ukasahau yaliyo mbaya yaliyokutendea yote, na utaona mkono wa Bwana katika maisha. Kile ambacho imekusuia kufika kwa baraka zako, umebeba watu wengine. Hata kuhubiri, unaweza kuhubiri vile ninahubiri leo, mpaka usema Yesu anaweza, Yesu ni mkombozi, lakini kuna mtu akiingia hata kwa kanisa, imani imetoka kwako kwa sababu ya kitendo ambacho ilikutendea. Ulimsamea lakini hujasahau. Ukimwona unamkumbuka. Mungu anataka ukimsamea mtu, unamsamea kabisa, mpaka unamsamea, mpaka unasahau hilo maneno, mpaka ukikutana na yeye unaona kama umekutana na ndugu yako ambao mlisaliwa nayo kwa tumbo moja. Glory be to Jesus. Na hiyo ndio kanisa ambalo tunataka after this COVID-19. Oh my God. Ninahisi tu ndani ya maisha yangu, Mungu anataka watu ambao wanasamea na makosa alafu wanasahau. Haleluya. Na usikue tu tama. Haleluya. Usikue mgumu yule ambao hawezi akamsamea mtu na kukusahau. Nilisema kuna wanaume wasichana wengine, but kuna wanaume wengine pia nimekuta nayo kwa hii kazi ya uchungaji. Pastor, kuna jambo tendo msichana mmoja alinifanyia. Alikuja akaniomba msamaha, lakini nimemsamea, but I can't forget. Hallelujah. Nikikumbuka sina amani kabisa. What about you ambao unanitazama leo? Jambo gani uko nayo kwa maisha yako ambapo ukikumbuka unasema sitasahau? Mpaka unajua kusamea, nimekusamea tu, lakini I can't forget what you done to me. Glory be to Jesus. Leo kwa neema ya Mungu na kibali cha Jehova Mungu ambao Mungu ameniweka nayo kwenye mtandao, nilete hili neno. Ninaomba ukafocus before the Lord, kwa sababu Mungu ni mwaminifu, Mungu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa baraka, Mungu anatupenda. Wacha tusome katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wake wa 2 and 3. Paulo anaponena na kanisa wa Efeso, naongea kuhusu msamaha. Haleluya. Foto kwa unyenyekevu wetu na upole, kwa uvumilivu mkachukuliana katika upendo. Let me read it again. Hallelujah. Mstari wa 2. Kwa unyenyekevu wetu na upole, kwa uvumilivu mkachukuliana katika upendo. Kwa unyenyekevu na utulivu tukachukuliana wenye upendo. Glory be to Jesus. Kunyenyekea sio mbaya. Ukinyenyekea ukikosewa sio mbaya. Usijifanye ukipiga kifua mimi ninaweza.
hiyo sio upendo wa Mungu. Paulo akasema na Waefeso, unyenyekevu yenu, utulifu yenu imefanya mmekuwa wa ndugu. Glory be to Jesus. Mstari wa 3 nasema hivi, na kujitahidi kuyahifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Na kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha, glory be to Jesus, cha amani. Kumbe tukinyenyekea tunahifadhi hata nguvu za Roho Mtakatifu akiona unyenyekevu wetu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mnyenyekevu, ananyenyekea sana, ni msaidizi wetu, ni mshauri yetu. Wakati utakayenyenyekea, Roho ya Jehova atakayepata kibali katika maisha yetu, na tutanyenyekea na kujinyenyekea sana mbele zake Bwana, na tutaona uwepo na mamlaka wa Jehova Mungu wetu katika maisha yetu. Glory be to Jesus. Unyenyekevu wa Jehova kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Paulo ananena na kanisa wa Efeso, nami pia nanena pamoja na wewe. Ninanena na kanisa la taifa la Kenya. Ninajua hii mtandao inaenda kwa taifa mbalimbali. Yoyote popote ulipo, kama unanipata asubuhi ya leo, I'm talking about forgiveness. Ninaongea kuhusu kusameana mtu kwa mtu, kunyenyekea wakati umerealize umefanya makosa mbele ya mtu, umemkosea mtu, unanyenyekea sana, unasema ndugu wangu, unasema dada yangu, ninanyenyekea mbele yako, unaomba ukanisamehe. Na Biblia ya Bwana inasema huyo mtu unaponyenyekea hata kusamea, na wakati amekusamea mutapata kibali ya Roho Mtakatifu ndani yetu, na sababu Roho ni msaidizi, kwa sababu Roho anatushauri kwa njia yetu yote, ili tushauriane tupate makosa ambayo tulifanya mpaka tusameana. Inahitaji uwezo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Hallelujah. I'm talking about forgiveness. Paulo akasema na Waefeso, mkinyenyekea kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu. Haleluya. Kwa upole. Kuna watu ambapo mtu akimkosea, hata kama ni mama aliokoka, atasema atanijua leo, atajua mimi ndio ninajua. Na upole. Kuna mtu ambapo akikosewa, haleluya, anasema anadhani mimi ni mpole, atajua mimi pia niko na mkia yangu. Haleluya. Mungu hataki hiyo. Ninataka tuwe wapole, tunyenyekee mbele zake Bwana, tunyenyekee mbele za Mungu, kwa sababu Jehova Mungu wetu anatutambua, anatujua, anajua njia zetu, anajua vitu vyote ambalo tunalificha. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni Mungu, yeye hubadiliki, yeye ni Jehova Mungu. Because of time, ninataka kusoma neno la mwisho in the book of Jacob chapter number 1 verse 19. Inasema hivi, haya mjua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mpesi wa kusikia, bali si wepesi wa kusema wala kukasirika. Yakobo akanena akasema, wa ndugu zangu, mutapata maneno mengi. Watu wataongea sana juu yenu. Watu wanaweza kuongea juu yako kuliko vile unajijua. Lakini Paulo amesema wakati jambo kama hilo imekufikia, usiwe wepesi wa kutamka maneno juu ya hilo maneno. Haleluya. Usiwe wepesi ya kusema, but uwe wepesi wa kusikiliza. Lakini ukisikwe haraka ya kutamka nje. Wakati nilikosana wewe mtu wa pili, nilikuwa na hasira, nikajua hii ni Shetani. Juu mimi kumsema sijawahi pandishwa na hasira kwa kiwango ambacho nilikuwa nayo. Nikasema God help me, Mungu kanisaidie nisiwe mepesi ya kureact juu ya mtu ambao amenikosea. Yakobo anasema, haya
Mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu awe wepesi wa kusikia, bali si wepesi wa kusema wala kukasirika. Usikuwe wepesi wa kusema maneno ambayo watu wamesema juu yako na kukasirika kwa haraka. Hasira ni hasara. Hasira ni hasara wapendwa. Hasira ndiyo imefanya mtu anaweza akaua. Baada ya kuua anarudi kwa mawazo. Anasema nimeua kama ningelijua. Oh my God. Glory be to Jesus. Kwa nini nimefanya hii? Kwa nini nimeua? Ana regret. Because of what? Kwa sababu ya nini? Hasira. Kwa sababu ya hasira. Hasira inaweza kufanya mama tape mtoto karibu amue. In Nakuru kuna mwanamke aliua watoto 4 juu ya hasira. Hata alikuwa anasema wakati alimaliza kuwa mtoto wa kwanza, kitu inamwambia umefanya kitu kizuri, nenda ukaue mwingine. Akaua tena. Hasira inampandisha, aenda kaua mwingine. Hasira baada ya kumaliza kuwaua wote akarudi kwa mawazo yake akashtuka. What did I do? Nimefanya nini? Hasira inaweza fanya mwanamke akosana mume wake mpaka apange manguo zake zote, aseme sitawahi rudi kwa nyumba yako tena juu ya hasira. But wakati ameenda akikaa na kufikiria, anasema no, wacha nirudi kwa Bwana yangu. Ndio maana Paulo, neno la Bwana imesema tusikuwe watu wa kukuwa na hasira kwa haraka, na tusiwe wepesi wa kuongea. Ndio watu wataongea sana juu yetu. Katika ulimwengu sisi ndiye kitabu ambao watu wa dunia wanasoma. Sisi ndiye chumvi wa ulimwengu. Lazima watu watanenea mamaya juu yetu. Kuna mtu anaweza sema, huyu mtu anaweza kuwa mchungaji kweli. Ametokana naye wapi? Hata wakati wa Yesu, si wakina Yesu Kristo walikataa huyu sio mfalme. Haleluya. Walimjua Yesu bila alikuja duniani akajifanya kama mwanadamu. Hawakumjua kile ambacho Mungu aliweka ndani yake. Sasa wakikutana wanamhesabu tu kama kijana ya Yusuf. Haleluya. Hawakumjua kile ambacho iko ndani yake. Ndio maana siku ya leo mtu anaweza ongea uchungu sana ndio amesema mpaka kusikia wanasema amenidharau kiasi gani. But I can't to tell you, usichukue hatua kwa haraka. Usipandishwe na hasira na usikuwe wepesi wa kureply maneno yake kwa haraka, kwa sababu Mungu anakujua. Unapofanya hivyo utateleza mbele zake Bwana. Haleluya. Na kama kanisa tunataka watu ambao wanahoni the words. Neno inakuja unapokea. Kwa wepesi wa kupokea yote. Yale ambayo itakusaidia acha nayo siende. Yale ambayo itakusaidia weka kwa roho yako. Ndio maana Paulo alifundisha. Akasema neno ambalo ninafundisha mkafanye utafiti wake, mkapate kuyajua inawasaidia ama itawasaidia. Hata mimi ninakuuliza asubuhi ya leo, neno ambalo nimefundisha siku ya leo about forgiveness, naweza ukaangalia na uone wapi mlikosewa. Na wakati mlikosewa, mlikuja mkarekebishana, mko kwa amani. Kwa sababu ndivyo Solomon amesema, unaporekebisha makosa yako kati yako na ndugu yako, utakuwa umepata ndugu kamili. Katika kitabu cha Yakobo anasema tusiwe haraka wa kuongea. Haleluya. Tusiwe haraka wa kuongea kwa neno ambalo imetupata. Wacha nisome ile book of Matthew. Hii neno ni tamu na ni mafundisho inaenda pole pole. Matthew chapter number 18 verse 7. 18:7 inasema hivi. Oleni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosa, maana hana budi kujua mambo ya kukosesa. Lakini ole wake mtu yule aliyeleta jambo la kukosesa. Haleluya. Kitabu kuna sehemu penye Yesu amesema huyo mtu anafaa afungiwe jiwe kubwa diwani, kwa sababu anatoa amani kati ya wandugu. Biblia mbona imesema haitakosekana, glory be to Jesus, haitakosekana mambo ya kukosanisha watu, lakini itakuwa mbaya na ghadhabu juu ya huyo mtu ambaye anafanya wandugu kwa wandugu wao wanakosana, ambaye anafanya mke bwana na mke wake wao wanakosana, ambaye anafanya watu wanakosa amani. Glory be to Jesus. Yesu amesema itakuwa ni ghadhabu ya Bwana
itakuwa juu yake. I don't know kama mahali penye unakaa, kwa landi ambapo watu ni wanakaa wengi, unaweza kuta mama moja akitamka neno moja, anaenda kwa mwisho wa mlango ya mwisho na ya mwisho na ya huko, na neno moja baada atakaye toa kulimi itachoma hiyo. Hakuna amani katika hiyo nyumba in the next 1 week. But Yesu amesema huyo mtu, ghadhabu ya Jehova itakuja kwa juu yake. Yule ambaye anafanya nyumba na nyumba inakosekana, akiona hata msichana mtoto wa hiyo compound ambao wanakaa wakiongea na bwana ya mtu hapo, pengine huyu bwana anamtuma, anamwasa tu, anamtongoza. Haleluya. Ama anawasea huyu mtoto, anatongoza huyu bwana ya mtu. Glory be to Jesus. Yule ambaye anafanya wandugu wanakosana, ole wako, itakuwa ni mbaya sana juu yako. Biblia Bwana imesema mtu ambaye anafanya watu wanakosana, inafaa tufingiwe jiwe, atupwe kwenye mawe, kwenye siwani. Haleluya. In the book of Jacob chapter number 3 verse 16, alafu tuombe Mungu. Na hii mafundisho tutaendelea nayo jioni kwa kiwango kingine. Verse 16 inasema hivi: maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo mbaya. Glory be to Jesus. Maana hapo palipo wivu, mahali watu wako na wivu. Mwanamke ya mtu akiona mtu amenunua mattress ama amenunua kitu kizuri amekuja nayo kwa nyumba yake, mbona uwezo kanunua kama yule bwana ya mtu? Ujui mapato iko tofauti. Haleluya. Wakati wivu imeingia juu ya vitu ambavyo inatendeka kwa jirani, ama juu ya vitu ambavyo inatendeka mahali penye muko, katika hiyo family kuna ugomvi automatically inakuja, kwa sababu hamtakuwa in good terms. Let us pray. We'll continue in evening service around 4 to 5 p.m. Don't miss. Be blessed. Kama hujaokoka, unataka kupenda msako kwa Bwana, I want to pray with you. Unataka ukiokoka, unajua unasamehewa makosa. Na ukisamehewa makosa, hata wewe unafaa ukasamehe wale ambao wamekukosea. Kama uko hapo na umepata ile jumbe, naomba urudi ili maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe makosa yangu. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante sana Yesu, kwa sababu umekuwa wa baraka. Kutoka leo nimeokoka. Nikiamini nitakutumikia katika jina la Yesu Kristo. Nimeokoka nikiamini. Let me pray with you. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, Mungu ninakushukuru. Mungu ninaliinua jina lako. Ninalitukuza jina lako. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa ajabu. Unatenda mambo makubwa, unatenda mema katika maisha yetu. Na ninakupenda Yesu na kuabudu. Asante sana Jehova kwa neno ambalo nimeleta. Kwa wasikilizaji wangu wote, wale ambao wamepokea ile neno, Mungu ninakuomba ukasimame pamoja nao, ukajidhihirishe kwao na kutenda mwema, kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaombea wagonjwa wote, Baba, ukawaponye. Nyosha mkono yako ya uponyaji juu ya wagonjwa, Baba, ukawaregezee chochote Jehova ambacho tunalichukua. Pokea sifa na utukufu mchana wa leo. Tunapokaa tukingoja baada yetu ya pili, Baba, ninakuomba ukajidhihirishe kwetu na kutenda mwema. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen. Mimi ambao nilikuwa nanena pamoja nanyi, kwa majina yangu naitwa Pastor Morris Jura. Ninatoka kwa kanisa la Maximum Miracle Center Kisumu. Kwa neema ya Mungu, kama president atakayefungua kanisa, I take this opportunity to welcome you into our church. We are located at Obunga. Kama unataka kutupata, ukiteremka na flyover ya Kondele, ukiteremka chini, the first time you turn on your right, the first bump and the second one, utapata tent. Tumeweka tu tent. Kwa neema ya Mungu, najua Mungu atakusaidia. Kama uko na njia ya maombi, hii mafundisho imekugusa, unataka ushauri kutoka kwangu, unaweza chukua hii namba. Namba yangu ni 0723 47 11 15. 0723 47 11 15, na Mungu atakubariki. Amen. Kuna kitu ambao niliwasia kama mchungaji ya kanisa la Maximum nikiwa na youth, kwa sababu ukitazama taifa letu la Kenya, teenagers wana misbehave, wanapata mimba.
So today around 5:30 to 6 will take only 30 minutes. Nitakuwa na teenagers, a form 1 and a colleges na one of the teacher na 3 ladies and 3 boys. Tunataka tujadiliane pamoja nao challenges gani ambao tuna face wakati ya COVID-19. Mbona wasichana wako na challenges mingi, wanapata pregnancy kabla ya wakati. Unakuta mtoto wa form 1 ako na mimba, mtoto wa form 3 ako na mimba. Jiunge pamoja nasi kanisa la Maximum Miracle Center Bonga Kisumu, tutakuwa live in Facebook. My God bless you. Ukipenda kutuma sadaka na fungu la 10, unaweza kutuma katika hiyo namba. Na tu kuna mradi ya ujenzi pale Bonga, unaweza kujiunga pamoja nasi kwa kumchangia Mungu madhabahu, na itakuwa ni baraka kwa uwezo wako. Ukituma kwa hiyo namba unasema tu hii ni ya kujenga kama kanisa la Mungu, na itakuwa ni baraka. My God bless you. Shalom. Let us meet at 4 p.m. to 5. Mungu akubariki.